Sherehe za ugawaji tuzo kwa walimu na wanafunzi wa darasa la 4 na darasa la 7 waliofanya vizuri katika mitihani ya taifa wilayani Korogwe zimeambatana na wito wa kuongeza juhudi ili kuinua kiwango cha ufaulu zaidi. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa elimu awali na msingi halmashauri ya wilaya ya Korogwe, Elias Mavoa, amesema idara ya elimu imejipanga kuhakikisha inaboresha kiwango cha elimu kwa kuongeza mikakati madhubuti ya ufundishaji na ufuatiliaji wa karibu wa maendeleo ya wanafunzi. Halmashauri ya wilaya ya Korogwe ilikuwa na hafla ya kutoa tuzo kwa shule zilizofanya vizuri, kwa kata zilizofanya vizuri, na kwa walimu waliofanya vizuri na kwa wanafunzi waliofanya vizuri katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi mwaka 2025 pamoja na upimaji wa kitaifa wa darasa la 4. Kiujumla ni kwamba halmashauri ya wilaya ya Korogwe imekuwa ikipanda, ufaulu wake umekuwa ukipanda vizuri tu kwa mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Mwaka 2021 tulikuwa na 62%, lakini tumekuwa tukipanda tukafika 75%, then tukafika 81%, lakini tumeshuka kidogo. Aidha, Mavoa ametaja lengo la halmashauri hiyo kwa mwaka 2025 kuwa ni kuongeza kiwango cha ufaulu kwa kiasi kikubwa zaidi, huku akibainisha kuwa juhudi zinaendelea kufanyika ili kuhakikisha shule zote zinafikia viwango vinavyotakiwa kitaifa, huku akipongeza shule ya Bamunua iliyopo kata ya Mkumbara iliyoshika nafasi ya kwanza kwa wilaya ya Korogwe, huku pia ikitoa mwanafunzi wa kwanza kwa ubora. Kwa hiyo halmashauri yetu imekuwa ikiendelea hivyo, na sisi tumekuwa mstari wa mbele sana kama halmashauri kuchukua hatua, kutoa motisha kwa shule zinazofanya vizuri, kwa kata zinazofanya vizuri, kwa wanafunzi wanaofanya vizuri, na ndicho kitu ambacho tulikuwa tunakifanya leo. Leo tumepongeza shule zetu zile ambazo zimefanya vizuri, shule 3 zimefanya vizuri, ambapo zipo shule za binafsi na shule za serikali. Shule ya msingi Bamunua, nadhani hapa ndio darasa lake la 7 la kwanza, kama itakuwa darasa lake la 7 la kwanza kama sikosei. Ni shule ambayo ni shule ya private ambayo inafanya vizuri. Kwa kweli mimi nampongeza sana mkurugenzi wa shule ya msingi Bamunua pamoja na timu yake, pamoja na meneja, pamoja na walimu kwa kazi nzuri iliyotukuka walioifanya. Mimi ninachotaka kusema kwa mkurugenzi sasa, aongeze kasi, kwa sababu shule yake imeonekana kuwa ya kwanza kiwilaya. Sisi tunataka shule hiyo iwe ya kwanza hata kitaifa, iwe ya kwanza kimkoa. Tutakuwa tunajivunia hilo, lakini pia itakuwa inaendelea kupandisha ufaulu wetu. Lakini sisi kama halmashauri tutaendelea kumpa sapoti, tutaendelea kumpa ushirikiano mkurugenzi wa Bamunua kuhakikisha changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba shule yake tunashirikiana kwa ajili ya kuzitatua. Lakini na sisi kama halmashauri tutapeleka walimu wetu pale wakajifunze, na shule zote za jirani zitaenda kujifunza Bamunua mbinu za ufundishaji, mbinu za namna ya kusimamia elimu kikamilifu, kuhakikisha kwamba ufaulu unapanda. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kuipongeza sana uongozi wa Bamunua na pia na uongozi wa Manjama pamoja na wengine katika kutusaidia sisi kupandisha ufaulu wetu wa halmashauri. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika hafla hiyo ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Korogwe, Emmanuel Mng'ong'ose, akimwakilisha mbunge wa jimbo la Korogwe vijijini, Mheshimiwa Timothy Mdhava, amewapongeza walimu wa shule zilizofanya vizuri na kuwataka kuendelea kudumisha weledi wao ili kuongeza mafanikio zaidi. Amesema juhudi hizo zinaunga mkono sera na mwelekeo wa serikali chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuboresha sekta elimu. Anatuma salamu za pongezi sana kwenye ninyi nyote walimu pamoja na viongozi wa idara katika halmashauri. Tumekuwa na mwendelezo mzuri wa matukio haya ya kutiana moyo, na yeye amekuwa champion. Sisi sote ni mashahidi, alishatuita mwaka ulipoanza, tulikaa kupanga pamoja, na alieleza nia yake na aliahidi
chifu alisema kwamba ukiwa wa mwisho hata kidogo ukajikuta mambo yanaisha yakizungumza, lakini tuseme yote tuliyoelezwa na wenzetu tunayachukua, yale kwetu ya kuyatekeleza tangazo kupitia ofisi ya mbunge, kupitia halmashauri tutayachukua, lakini pamoja na yale yaliyosemwa na taasisi zetu za elimu tumeyachukua na tuko tayari kushirikiana na ninyi. Katika taasisi yetu inaongozwa na dhima kuu ni kuwa halmashauri inayoongoza kuwatoa wanafunzi wenye uelewa mkubwa. Hata hivyo, kwa shule zilizofanya vibaya, mgeni rasmi amezitaka kujitathmini na kubaini changamoto zinazowakwamisha ufaulu, huku akizungumzia umuhimu wa walimu kuongeza bidii na ubunifu katika ufundishaji ili kuboresha matokeo katika miaka ijayo. Na wakati pia tunashukuru leo huko hapa katika maeneo yetu kuna swala la chakula kwa watoto shule. Jambo hili limekuwa msaada sana katika kunyanyua matokeo yetu kwa kada zote. Na baadhi ya walimu waliohudhuria hafla hiyo wamesema kuwa tuzo hizo zinawapa motisha wa kufanya kazi kwa bidii zaidi, huku kwa upande wa mwalimu wa shule ya Bamunua akisema, majina naitwa Mwalimu Pantaleo Thomas Anakreti. Mimi ni mwalimu wa somo la Kiingereza katika shule hiyo. Leo hivi tumekutanika walimu hapa kwa tafrija hii au afra hii kubwa kwa kupewa au kupokea tuzo. Nami ni mmoja wa wale ambao nimefanikiwa kupewa au kupokea tuzo ya somo la Kiingereza ambalo nimelifaulisha kwa wastani wa daraja A ya 49. Yote katika yote, mafanikio haya yameletwa kwanza kabisa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu, lakini pia juhudi za uongozi wa shule pamoja na ushirikiano mkubwa kutoka katika uongozi wa juu, lakini pia maelewano bora na uchapakazi wa walimu. Kufaulisha kwa somo hili si kwamba nimefaulisha mimi kwa nguvu zangu au kwa akili zangu mwenyewe, lakini chachu ya uongozi bora, lakini umoja au teamwork ya walimu. Tumeshirikiana na kuhakikisha watoto wanafanya vizuri. Si somo la Kiingereza tu peke yake, bali pia hata katika masomo mengine hali kadhalika tumefanya vizuri sana. Lakini hatujisifu kwa hichi kilichotokea, isipokuwa tunazidi kumwomba Mungu neema, tuzidi kupambana na kufanya vizuri zaidi, kwani malengo yetu sisi ni kuwafanya watoto waweze kuwa vinara katika nchi yetu, tuwasaidie ili kusudi waweze kuwa watu bora kwa mafanikio ya kesho, kwa maendeleo ya sayansi bora na teknolojia bora. Kinacholeta matokeo mazuri katika shule ya Bamunua katika kata yetu ni juhudi tu binafsi za walimu. Ile teamwork, walimu wameamua kufanya kazi kwa timu na ile passion ya kutaka wanafunzi wafanye vizuri. Lakini pia ushiriki mzuri wa jamii imekuwa ni kichocheo kikubwa cha wanafunzi kufanya vizuri. Lakini pia upatikanaji wa chakula cha wanafunzi shuleni pamoja na walimu. Wanafunzi wanapata chakula cha mchana mwaka mzima, na jinsi ambavyo inafanyika, tunasubiri wakati wa mavuno ambapo wazazi wanavuna, wananchi wanavuna mazao yao, ndio tunakusanya chakula cha mwaka mzima. Hapo hakuna wanafunzi kutembea barabarani kwa ajili ya kwenda nyumbani kula au kurudi. Lakini walimu wanatumia mbinu za ujifunzaji na ufundishaji ambazo ni mbinu zilizoboreshwa, yani wanatumia mbinu za kiteknolojia zaidi. Kwa upande wa mzazi wa mtoto aliyeshika nambari 1 kwa wilaya ya Korogwe, alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina ninaitwa Clement John Shedafa, ni mzazi mlezi wa James John Shedafa. Ninashukuru
namshukuru Mungu pia hata kwa ajili ya mwanangu kupata nafasi aliyoipata kama Korogwe 1. Pia vile vile naishukuru shule ya Bamunua kwa ajili ya kumpa elimu bora mwanangu na kumfikisha kwenye nafasi aliyoipata kiwilaya. Kwa kweli walimu wamepambana walivyopambana, na pia walitupa uzoefu kushirikiana nao katika kumfuatilia mtoto. Swala la mtoto kufanikiwa linataka pande mbili. Kwa kweli na sisi tumejengewa uzoefu huo, ndio maana watoto amefikia hapa alipofikia. Tuzo hizo zimefanyika wilayani Korogwe zikiwa na lengo la kutoa motisha kwa walimu na wanafunzi wa darasa la 4 na darasa la 7 kwa kufanya vizuri kwenye mitihani yao.